wa kam minan nas, wangapi katika watu wakapata hidayah kupitia juhudi za yule dai? Wangapi wakapata uongofu wakatoka katika maasi kupitia fikra, juhudi ya yule mwalimu, ustadhi madrasa, ambao ndio leo ndugu zangu tunawaona ni watu hawana thamani. Thamani yao inakuja muda wa msiba, thamani yao inakuja muda wa harusi, thamani yao inakuja muda wa kugombana wewe na mke wako, wewe na familia yako, wewe katika mirathi yako. Ni kitu cha kusikitisha ndugu zangu. Wangapi katika vijana wetu walikwenda kufanya masomo wakasoma na wakamaliza, ndio hao wanakuwa machinga, wana Allah na mtume katika vifua vyao. Hilo ni kundi ndugu zangu lilisahaulika, na tuliowasahau ni sisi wenyewe ndugu zangu, ambao tuna kipato, tumefunguliwa na Allah, na hayo aliyotupa ni Allah yeye mwenyewe, halafu tukaghafilika kwa hawa ambao wakamjua Allah na mtume wakashindwa kuifanya kazi kwa sababu wameshughulishwa na mambo mengine. Familia zao zinahitaji kula, harakati zao zingine katika maisha yao. Sisi hatukuweka fungo kwa ajili ya hawa walimu wa madarasa, sisi hatukuweka fungo kwa ajili ya hawa maimamu madai katika misikiti. Badala yake tukawa tunawapelekea matatizo yetu. Tunataka dua, si msiba. Ndio hivyo, hatujui kukosha hata huyo maiti wetu, hatujui namna gani tunafungisha ndoa. Huyu ni imamu dai na huyu mwalimu. Muda huu tunawakumbuka, tena tunawakumbuka kwa pesa ndogo ya chumvi 30. Tena hii itakuja kwa maneno mengi. Imamu anapenda pesa huyu, hawa walimu wanapenda pesa hawa. Wewe unakula vyakula unaviacha ndani ya nyumba yako, wewe unapanda usafiri unautaka katika maisha yako, wewe una nyumba kubwa unakaa unavyotaka katika nyumba yako. Hawa pia wana sehemu katika hilo. Naam, innahum sayubtalun, watatahiniwa. Lakini minal mubtalin, katika wale ambao ni watahiniwa wakubwa pia ni sisi ambao tuna kipato alafu tukakiweka kwa ajili ya kujaza, tukukusanya, na kisha baada ya hapo tukafa, ikawa tumetengeneza dunia ambayo tunaiacha na tukasahau akhera ambayo ndio kimbilio la kila mmoja ambaye ameitwa mwanadamu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na yale mnayoyatoa ndugu zangu mkayatanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtayakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ilikuwa ni nasaha zangu katika mwaka huu, tutengeneze fikra hizi, namna gani kila mmoja atachangia kuendesha harakati za kidini kupitia sadaka yake.